Ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047. Mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Na maafisa wa EACC hii leo wamempata na zaidi ya shilingi milioni 12 dola 13,000 katika makazi ya gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi. Pesa hizi zikishukiwa kuwa mapato ya ufisadi. Wamatangi na watu wengine 8 walikamatwa na kuhojiwa katika makao makuu ya EACC ambapo wanahusishwa na masuala ya ufisadi. Mwanahabari wetu Sheila Chelangat alikuwepo akifuatilia taarifa hii na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwa takriban saa 8, makachero wa EACC walimhoji gavana wa Kiambu Paul Kimani Wamatangi. Gavana huyu akiwa ni kati ya maafisa 9 wa kaunti ya Kiambu wanaolengwa katika uchunguzi wa madai ya tuhuma za kukiuka sheria za ununuzi na kufanya malipo yasiyo halali ya shilingi bilioni 1.5. Mapema hii leo maafisa hawa wa EACC walivamia ofisi na makazi wa gavana huyu. Katika makazi ya gavana Wamatangi walipata zaidi ya shilingi milioni 12 za Kenya na dola ya Kimarekani 13,000. EACC inashuku kuwa pesa hizo zinaweza kuwa za rushwa au huenda zikawa ni mapato ya ufisadi. Document hata ingine ya watoto yangu wote wanachukua zote. Alafu sasa wanakuja hapa ati tuko na mambo ya kuandika taarifa. Sasa mimi naambia ni taarifa gani? Wanatoa document. Sasa nitasema nini juu ya stakabadhi ya mtoto yangu kufuzu shule? Mahojiano hayo yakiendelea ndani ya jumba hili la EACC. Nje ya majengo haya, wafuasi wa gavana Wamatangi walipiga kambi wakipinga kukamatwa kwa gavana wao. Kiti ya gavana watu wanatafuta kwa wananchi kuwafanyia kazi, na wananchi wakikukubali watakuchagua kuwe gavana. Sio watu kwenda kujificha nyuma ya hawa askari wakiwa hawampendi Wamatangi kwa msimamo yangu na kwa ile kazi mimi nafanya. EACC imesema kuwa imekusanya ushahidi muhimu ikiwemo rekodi za fedha na data ya kidijitali ambazo zitakuwa muhimu katika kesi hiyo. Hii ni siasa duni ambaye watu wamezoea ya kwenda kupangia watu wengine. Na mimi nataka niwaambie wana Kiambu, mlitupatia kazi, msimamo wa Wamatangi ni yule tulisema. Na nitakaa hapo. Na sibadiliki, na mtu hata niuzia uoga, sitakubali kuuzia uoga. Wamatangi aliachiliwa huku akikana madai hayo, uchunguzi unapoendelea. Sheila Chelangat, runinga ya TV47.